unasema kuna kitu ambacho nimekisahau hapo. Yes, hapo kuna jambo ambalo ni muhimu tulione pia. Ndio. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo. Yes. Zitokazo kwake yeye aliyoko, aliyekuwako na atakaye kuja. Wow. Sawa. Kwake yeye aliyoko, aliyekuwako, ndio, na atakaye kuja. Wow. Sasa ni Yesu huyu ambao anasemewa hapo, au bila shaka ni Kristo ambaye anazungumziwa. Yani Yohana alikuwa anawatakia neema na amani zitokazo kwa Kristo. Na ukizingatia vizuri utaona kabisa hapa alikuwa ni kama vile ananukuu. Kwa sababu kila wakati Yesu akiwa amewaacha kwanza, akiwajia anawaambia amani iwe kwenu. Yes. So aliyoko, aliyekuwako na atakaye kuja ni Kristo anayezungumziwa hapo. Ndiye ambaye tunatarajia au tunasubiria ujio wake tena. Ndiye ambaye aliyekuweko kwetu katika mwili, na ndiye ambaye atakaye kuja kwetu, na ndiye ambaye yuko hata sasa. Sasa hiyo aliyekuwako inamaanisha kipindi alingali alikuwa duniani au bado hajakuja? Aliyekuwako ni kipindi kile alichokuwa duniani. Okay. Okay. Aliyeko ni kipindi kile hajaja duniani. Yupo. Yani aliyeko. Yani yupo tuseme. Yani yupo. Tangu kwanza yupo. Okay. Aliyekuweko ni kipindi kile ambacho walikuwa naye. Amekaa hapa duniani. Akaenda. Atakaye kuja ni kipindi kile ambacho atarudi kwa ajili ya siku za mwisho. Okay. Sawa. Ndio hiyo hapo. Yes. Na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Roho 7 walioko. Roho 7 walioko. Nataka nieleze kwa ufupi, lakini ni somo pana kidogo. Tunataka deep kabisa. Nataka nieleze kwa ufupi. 7, huu ndio utimilifu wa utendaji wa Mungu katika kusanyiko lake. Okay. Amen. 7, huu ndio utimilifu wa utendaji wa Mungu katika kusanyiko lake. Katika hema jangwani, ndio wakati Musa anajenga vitu vya hekaluni, Mungu alitoa maelekezo yote in general. Katika maelekezo yake pale hekaluni kulikuwa na kitu kinaitwa kitasa. Okay. Kile kitasa kilikuwa na vichwa 7. Okay. Do you know that? Do you know that? Yes. Kile kitasa kilitengenezwa kwa mfumo wa mshumaa. Mnajua mshumaa? Ndio, yes. Okay. Tutumie sasa mfano wa mshumaa. Ndio. Lakini sasa sio kwamba chenyewe kilisimama kama mshumaa hivi. Chenyewe kilikuwa na matawi 7. Sawa? Sasa juu ya kila tawi paliwekwa moto. Ambapo ule moto haukupaswa kuzimika. Moto wa madhabahu
Haukupaswa kuzimika. usizimike. Wow. Kile kitasa kilikuwa na taa 7 zinazowaka. Sawa. Katika hali ya kimvuli cha utendaji wa Roho Mtakatifu katika idara 7 za utendaji wake. Okay. Tunaona vizuri? Kwa maana hiyo tunapozungumza habari ya roho 7 walioko ni idara katika utendaji wa Roho. Okay. Ambayo idara hiyo imegawanyika katika idara 7. Okay. Sasa lile neno walioko lisikusumbue kama unaweza ukajiuliza, ina maana kwamba kuna roho ambazo zimejipanga hapo kwenye kiti 7. Kila roho moja ina kiti chake hapo, hizo 7. Sababu ni kweli sentence walioko ina maana kwamba ni mmoja, wawili, watatu hao wamejipanga hapo. Yes. Unaona? So kwa maana hiyo tunaweza tukarejea tena kwenye Mwanzo sura ya 1 ambayo inasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu alikuwa anazungumza na nani? Wengine wanasema alikuwa anazungumza na malaika, lakini malaika hawahusiki kwenye mpango wa uumbaji. Alikuwa anazungumza na yeye katika idara zake za utendaji. Kabla hujaenda, wengine wanasema kwamba kulikuwepo malaika, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo na Mungu Baba. Malaika hahusiki katika uumbaji. Yaani katika uumbaji kabisa malaika hakuhusika chochote, kwa sababu na yeye aliumbwa. Malaika naye aliumbwa. Mungu alikuwa anazungumza na yeye katika utendaji wake, idara zake ambazo yeye amejigawia katika utendaji wake: kutenda kama Baba, kutenda kama Neno, kutenda kama Roho Mtakatifu. Ndio maana alitumia lugha na tumfanye mtu. Okay. Sasa hiyo lugha ukiangalia vizuri, si utasema hapo kuna watu zaidi ya wengi. Au zaidi ya wawili tu, unaona? Lakini ni Mungu mmoja ambaye anazungumza katika utendaji wake wote. So ndicho kitu hiki ambacho kimezungumzwa hapa kwenye Ufunuo, kwamba roho 7. Hizi roho 7, unasikia Aziza? Hizi roho 7 ni utendaji idara 7. Tusiseme utimilifu kwa sababu sio hata utimilifu. Ni idara 7 za utendaji wa Roho Mtakatifu kwa watu wa Mungu. Okay. Ambapo zimetumwa, Biblia inasema zimetumwa ulimwenguni mote kutenda kazi na watakatifu wa Mungu. Okay. So tukiangalia kwa kitabu cha Isaya pale 11, okay, tunaona kazi ambayo Yesu Kristo alikuja kuifanya imetabiriwa pale. Imetabiriwa namna ambavyo ataifanya hiyo kazi. Okay. Biblia inasemaje hapo? Inasema basi litatokea chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na Roho ya Bwana itakaa. Ngoja, litatokea chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka ndani yake litazaa matunda. Hivi unaelewa hiyo sentence? Kuna kitu ambacho ni kama vile ni ufunuo fulani ambao ni future kitatokea. Na kile kitu kikikuja
ndani yake kutakuwa mizizi na ile mizizi yatazaa matunda. Sasa no, hapa ndio Yesu hapo wanamzungumzia, ndio atakuja na au na sisi ambao tutakaye muamini ndio tutazaa matunda au ni aje? Hapa anazungumziwa Kristo mwenyewe. Kristo mwenyewe, okay. Kwamba shina la Yese litatokea chipukizi katika shina la Yese. Ina maana kwamba hapa wanamtumia Yese. Yese ni baba yake na Daudi. Okay. Sawa? Ndio. Sasa wanamtumia Yese kama vile kisiki. Sawa? Ambapo Yese alikuwa amezaa mfalme Daudi. Tunaelewana vizuri? Ndio. Yese alimzaa mfalme Daudi. Sasa yule mfalme, ufalme wake ulitakiwa uendelee milele. Ndio. Na uko mbeleni watoto wa Yese wakaribu watoto wa Daudi kupitia wajukuu wake wakaribu. Ina maana kwamba mti wa Yese kutawala ukakatwa. Mungu alikuwa amemwahidi Daudi kwamba hata kosa mtu katika ufalme wa Israeli katika uzao wake, yani lazima awepo mfalme aliyetokana na uzao wa Daudi. Okay. Sasa watoto wa Daudi wakaribu, Yeroboamu akakata, Mungu akakata. Kwa lugha nyingine hapa sasa anatumia ni mfano wa mti uliokuwa mzuri lakini ukakatwa. Kikabaki kisiki, ndo hili shina la Yese. Sasa hili shina la Yese linatabiriwa sasa litaleta tena chipukizi. Okay. Ambalo hilo chipukizi hilo tawi lake litatoka katika mizizi yake, litazaa matunda. Okay. Unaona? Sasa yale matunda ambayo yatazaliwa na hilo tawi ndiyo haya ambayo yanaenda kuhesabilika hapa. Okay. Kwamba na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, okay, na roho ya ufahamu, roho ya ushauri, roho ya uweza, roho ya maarifa, roho ya kumcha Bwana. Okay. Haya ndo matunda. Ndo matunda 7. Hapa inatumia lugha ya matunda. Unaona? Lakini kwenye Ufunuo inatumia lugha ya macho 7 ya Mungu. Sasa kwa nini yanaitwa matunda hapa? Okay. Hapa yanaitwa matunda kwa sababu haya, ili yatende kazi hapa duniani, yanatokea kupitia Kristo. Lakini chanzo chake ni mbinguni. Okay. Sijui tunaelewana vizuri. Ili hizi roho 7 zitende kazi duniani, zinatenda kazi ni kupitia kwa Kristo. Yaani tunapompokea Kristo, ndani ya Kristo mna hayo matunda. Yaani yanaitwa matunda hapa kwa sababu ni zao ambalo lipata kwa kuwa na Kristo. Okay. Yaani inamaanisha kila aliye ndani ya Yesu ni lazima awe na haya matunda. Yes. Kila aliye ndani ya Yesu kweli kweli. Na haya ndio inamfanya Mkristo kuwa bora, au ndio inamqualify mtu kuwa Mkristo, haya yakionekana ndani yake? Au haya ni sehemu ya kukupa maisha ya Kristo, au maisha ya kimungu. Okay. Kama nilivyosema kwamba wakati mtu ameokolewa anakuwa na amejazwa Roho Mtakatifu. Okay. Yule Roho Mtakatifu anaanza kutenda kazi kwake. Sasa kuna vitengo 3 okay, vya utendaji wa Roho Mtakatifu kwa mtu. Kuna kitengo cha kwanza, utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu kama karama. Utendaji wa pili wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu kama huduma.
Okay. Kama matunda. Okay. Kuna utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu kama idara 7 za Roho Mtakatifu. Unaona? Sasa huu utendaji wa upande wa idara 7 huu ni utendaji ambao unakupa wewe maisha ya Mungu. Okay. Sawa? Roho ya Bwana atakaa juu yake. Na roho ya hekima. Ushaona? Ina maana kwamba hapa unachokipokea ni nini? Mungu kwanza mzima anakuwa ndani yako. Unapokea nini? Hekima ya Mungu. Kupitia Roho Mtakatifu. Kwa unaishi kwa hekima ya Mungu. Kupitia Roho Mtakatifu. Unaishi kwa ufahamu wa Mungu. Kupitia Roho Mtakatifu. Kupitia Roho Mtakatifu. Unaishi kwa shauri. Kupitia Roho Mtakatifu. Kupitia Roho Mtakatifu. Yaani unapata ushauri wa wewe ndani yako. Unaona? Usipokuwa na hii hata nikikushaurije hakuna, uwezi ukabadilika. Una roho ya uweza. Roho ya uweza ni roho inayokupa kufanya vitu vitokee katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaona? Roho ya maarifa. Una roho ya ibada, roho ya kumcha Bwana. Yani unasikia shauku binafsi ya ibada ndani yako. Kwa hivi ni vitu vinakupa maisha. Kwa hizo ndizo roho 7 zilizotajwa pale. Kwenye Ufunuo. Haina maana kwamba ziko 1, 2, 3 mpaka 7 lakini ina maana kwamba Roho Mtakatifu ana vitengo vyake 7 katika kutenda kazi ndani ya watu. Na ni idara 7 kamilifu ambazo Mungu alizituma kwa watu. Nafikiri ni sura ya 4 kama sikosei au ya 5 ambayo tena imerudiwa maneno hayo. Wapi? Kwenye Ufunuo hiyo tunayosoma. Sura ya 4. No, ni sura ya 5. Ni sura ya 5, yes. Sura ya 5 mstari wa 6. Ambapo inasema hivi, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7. Na macho 7 na macho 7 ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Macho 7 na roho 7. Ni macho 7. Kwa nini macho 7? Kwa sababu haya yani yakiwa ndani yako yanakupa kuona Mungu anavyotaka, kuona Mungu anavyokuendesha unavyotakiwa kuwa. Yanakupa yani maisha ya Mungu kwa lugha nyepesi. Yes, kulingana na muda tutaishia hapa. Ni muhimu sana. Asante sana wapendwa kwenda kutusikiliza. Hatujaishia hapa bado, kulingana na muda wetu kwa leo tunaishia hapa kwa leo. Maana kwamba siku nyingine tutaendelea tuweze kujifunza zaidi sana. Wewe ambao unaendelea kutusikiliza, Mungu akubariki sana tena sana, na uwe unasubiria video ambayo itakuja. Tutaendelea kuzungumza mpaka sura hii tuweze kuimaliza kwa uwezo wa Mungu. Karibu kama una la kusema. Asante sana kwa wewe uliyekuwa pamoja nasi katika kipindi kingine hiki. Tunakukaribisha katika vipindi vyetu, uendelee kuwa nasi, uendelee pale ambapo pana swali unaweza ukauliza kwa njia ya comment, unaweza ukauliza kwa kututafuta. Yote ni mema, ili mradi tu tusaidiane, tuelekezane
katika safari ya mbinguni. Mungu